Mji wa Amstetten, Austria ni mji mdogo wenye watu takribani 23,000. Upo umbali wa kilomita 100 magharibi mwa Vienna. Kwa nje mji huu hakuna cha ajabu, lakini ndani ya nyumba namba 40 katika mtaa wa Yesbresse kulikuwa na siri iliyodumu kwa miaka 24. Elisabeth Fritz alizaliwa tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 1966. Alikuwa mtoto wa 6 kati ya watoto 7 katika familia yao. Baba yake alitambulika kwa jina la Joseph Fritz na mama yake alitambulika kwa jina la Rosemary, ambao walioana mwaka 1956. Nyuma ya panzia hili la familia yenye heshima kulikuwa na giza kubwa. Tangu Elizabeth alipokuwa na umri wa miaka 11 tu, yani mwaka 1977, baba yake alianza kumnyanyasa kingono. Hili lilikuwa siri ya kwanza ya giza ndani ya nyumba hiyo. Elizabeth alipofikisha umri wa miaka 15, alianza mafunzo ya upishi ili awe mhudumu wa chakula, lakini maisha nyumbani yalikuwa mazito. Mnamo Januari mwaka 1983, akiwa na umri wa miaka 16, Elizabeth aliamua kutoroka. Elizabeth alikimbilia Vienna ambako alifanikiwa kujificha kwa takribani wiki 3 kabla ya polisi kumkamata na kurudisha nyumbani kwao. Alivurudishwa nyumbani na polisi, Elizabeth aliendelea na mafunzo yake na kufikia katikati ya mwaka 1984, Elizabeth alimaliza mafunzo yake na kupata kazi katika mji wa Linz. Kipindi hiko Elizabeth alikuwa na miaka 18 na alikuwa na ndoto ya kuanza maisha mapya. Hakuwa anajua kuwa siku chache kabla ya kuanza kazi, baba yake alikuwa anamalizia mpango wake wa kutisha juu ya maisha yake. Ilipofika tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 1984, siku hiyo Josefu alimwambia Elizabeth kwamba anahitaji msaada wake wa kubeba mlango chini ya nyumba. Elizabeth alimfuata baba yake. Hakuwa na sababu ya kumshuku, lakini chini ya nyumba mlango huo ulikuwa wa mwisho kufungwa kwenye chumba hicho kilichokuwa kikitayarishwa kwa muda mrefu kwa ajili yake. Elizabeth alishika mlango pale alipokuwa akiufunga. Mara tu alipomaliza, Joseph alichukua kitambaa alichokilowanisha kwenye dawa ya ganzi inayoitwa ethe na kumkaba usoni. Elizabeth alipoteza fahamu papo hapo. Alipoamka alijikuta kwenye giza totoro. Hakuwa anajua wapi alipo na muda gani umepita tangu yuko hapo, na alijaribu kutoroka. Aligonga ukuta, alipiga kelele, lakini hakuna mtu hata mmoja aliyekafanikiwa kumsikia. Siku moja baada ya kutoweka kwa Elizabeth, mama yake Rosemary aliripoti polisi kwamba binti yake amepotea, na walimtafuta muda mrefu bila mafanikio yoyote. Karibu mwezi mmoja baadaye, Josefu alikabidhi barua kwa polisi iliyoandikwa kwa mkono wa Elizabeth. Barua hiyo ilikuwa imetumwa kutoka mji wa Brno. Ndani yake Elizabeth aliandika kwamba amechoka kuishi na familia yake, hivyo amejiunga na rafiki zake. Anaomba wazazi wake wasimtafute, la sivyo ataondoka kabisa nchini Austria. Lakini ukweli ni kwamba Josefu alimtishia Elizabeth aandike barua hizo, na alimwambia kama angeshindwa kuandika basi angemtoa uhai wake. Kwa miaka 24 Josefu aliingia kwenye chumba kile siku 3 kwa wiki. Alimpelekea chakula na vifaa vingine vidogo vidogo, na kisha alimbaka mara kwa mara binti yake. Miaka ilipita, Elizabeth akajikuta mjamzito ambapo mwaka 1988 Elizabeth alijifungua mtoto wake wa kwanza. Alijifungua peke yake chini ya ardhi pasipo msaada wowote wa kitabibu. Na mwaka 1990 mwezi wa 8, Elizabeth alijifungua mtoto wake wa pili. Alikuwa wa kiume, akaitwa Stefan. Na mwaka 1992 mwezi wa 8 alijifungua mtoto wake wa 3 wa kiume aliyekufa siku 3 tu baada ya kuzaliwa.
Na mwezi wa pili mwaka 1993 Elizabeth alijifungua mtoto wake wa 4 ambaye alikuwa mtoto wa kike na aliitwa jina la Lisa. Juni mwaka 1994 Elizabeth alijifungua mtoto wake wa 5 naye alikuwa mtoto wake wa kike na aliitwa Monica. Mwezi wa 12 mwaka 1994 baada ya kuzaliwa kwa mtoto wa 5, Yosefu aliamua kupanua chumba cha chini ya ardhi aliofanya Elizabeth na watoto wake wachimbe udongo kwa mikono yao wenyewe. Walichimba kwa miezi kadhaa wakiongeza nafasi kutoka mita za mraba 35 hadi 55. Walijenga vyumba vidogo vitatu, jiko na bafu. Mwaka 1996 mwezi wa 5 Elizabeth alijifungua mtoto wake wa 6. Huyu mtoto alikuwa wa kiume na jina lake aliitwa Alexander. Na Disemba 2002 alijifungua mtoto wake wa 7 wa kiume aliyeitwa Felix. Kati ya watoto hawa watatu, Lisa, Monica na Alexander waliondolewa kwenye chumba cha chini ya ardhi wakiwa wachanga. Josefu alitoa taarifa kwa mamlaka kuwa watoto hawa waliachwa mlangoni mwa nyumba yake. Yeye na mkewe Rosemary wakawa walezi wao wakiidhinishwa na serikali. Wataalamu wa ustawi wa jamii walikuwa wakimtembelea Josefu na familia yake mara kwa mara. Walimwona Josefu akiwa na watoto wao akiwalea vizuri. Waliona nyumba ikiwa safi, hawakuwahi kuhisi chochote. Lakini Christine, Stefan na Felix walibaki chini na mama yao. Hawakuwahi kuona jua, hawakuwahi kupumua hewa safi na hawakujua kuna ulimwengu mwingine nje ya chumba hiko.